Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Ninatumia nafasi hii kukaribisha na kukualika tukiwa na mfululizo wa masomo makini ya matukio ya siku za mwisho kama yalivyofunuliwa katika maandiko matakatifu na roho ya unabii. Na katika mfululizo wa majifunzo haya tutakuwa tukiongozwa na kauli mbiu ama jina la masomo haya ya kwamba ni wito wa Bwana. Na ninakukaribisha sasa kwa somo lililoko mbele yetu lenye kichwa kinachosema wito wa kujua wakati, sehemu ya kwanza. Katika mfululizo wa masomo haya ya wito wa Bwana, somo hili linaloliwasilisha mbele yako ndugu mtazamaji na msikilizaji lina kichwa kinachosema wito wa kujua wakati, sehemu ya kwanza. Ninayekualika ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, Mchungaji Fulgens Mambosongo. Ni mchungaji katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujapiga hatua zaidi, ni lazima tujiweke wakfu, tujikabidhi kwa Mungu tunapohitaji hekima yake na uongozi wa Roho Mtakatifu katika kujifunza. Ninamaanisha, ninakualika tuombe. Na basi tuombe. Baba yetu mwema, mtakatifu wa haki, tunakutukuza. Tunakushukuru kwa maana fadhili zako ni za milele. Fursa hii ya kujifunza pamoja, mimi na mtumishi wako, mtazamaji na msikilizaji, ni fursa ya pekee inayodhihirisha kina cha upendo wako kwetu. Na sasa tusamehe dhambi na makosa, na kwa haki ya Kristo tuko mbele zako sasa tukiwa tayari kujifunza, na hivyo tunaalika uwepo wa Roho Mtakatifu katika majifunzo haya. Kwa jina la Yesu, amen. Wito wa kujua wakati, sehemu ya kwanza. Katika masomo haya, katika kujifunza huku, tutakuwa tunaongozwa na nukuu hii inayopatikana katika kitabu cha roho ya unabii ama maandishi ya Ellen G. White katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 716 paragrafu ya 2. Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 716 paragrafu ya 2, ninanukuu: wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii, na tutafute kuamsha roho ya uprotestanti wa kweli. Mwisho wa kunukuu. Kutokana na nukuu hii ndipo tunapata masomo haya ya wito wa Bwana yanayolenga kutuleta katika uelewa wa nini maandiko, nini roho ya unabii inachosema kuhusiana na wakati tuliopo. Je, katika historia ya unabii wapi tumefika? Na mimi ninatimiza wajibu wangu kama nukuu inavyosema, hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Kwa ninayo furaha mbele za Mungu kukuwasilishia ujumbe huu ambao ni ukweli wa wakati huu, kulingana na mahali tulipofika katika historia ya unabii. Sasa fuatana nami katika kujifunza huku tukiwa na somo hili la wito wa kujua wakati, sehemu ya kwanza. Katika kile kitabu cha roho ya unabii, ninamaanisha kitabu cha Ellen G. White, kinaitwa Prophets and Kings,
toleo la 1914, ni ukurasa wa 537 paragrafu ya kwanza. Lakini pia nukuu hii unaipata katika kitabu cha Education, ukurasa wa 179 paragrafu ya 5. Nabii anasema hivi, nami ninanukuu: wakati huu wa sasa ni wa shauku kubwa sana kwa wote wenye uhai, watawala na viongozi, watu washikao nyadhifa za amana na mamlaka, wanaume na wanawake na matabaka yote wenye uwezo mkubwa wa kiakili, wameelekeza mawazo yao katika matukio yanayotokea mahali pote kutuzunguka. Wanaangalia kwa makini mahusiano yaliyopo miongoni mwa mataifa. Wanaona msukumo mkali unaotawala kila kipengele cha kidunia, na wanatambua kuwa jambo fulani kubwa na la kukata shauri liko karibu kutokea, kwamba ulimwengu uko ukingoni mwa zahama kuu. Nukuu hii nabii aliandika mwaka 1914. Kama kwa wakati ule watu walikuwa na shauku kubwa ya kuchunguza matukio yanayotokea kutuzunguka katika sayari yetu, vipi leo mwaka 2024 hali ikoje? Ukweli ni kwamba hata sasa nukuu hii bado iko valid. Nukuu hii inatuhusu hata wakati wetu, na pengine sasa ndiyo nukuu hii ina umuhimu mkubwa zaidi kulingana na mahali tulipofika katika historia ya unabii. Na kama watu huko duniani, viongozi, watawala, watu wenye akili nyingi, wanajawa na mashaka wakichunguza siasa za dunia hii, wakichunguza matukio yanayotokea kutuzunguka, wanafikia hatua ya kuelewa ya kwamba kuna jambo kubwa linalokwenda kutokea katika sayari yetu hii. Ulimwengu upo ukingoni mwa zahama kuu. Vipi kwa watoto wa Mungu, watu wa nuru, watu wa kitabu, Israeli wa kiroho wakati wa mwisho? Vipi kwetu? Je, tunaweza tukawa gizani tusielewe mambo haya namna yanavyoenda? Ndio sababu ya uwepo wa somo hili na linalokufikia kupitia vipindi vyetu hivi vya wito wa Bwana, katika somo hili la wito wa kujua wakati, sehemu ya kwanza. Nabii anaendelea kusema katika kitabu cha Manabii na Wafalme, Prophets and Kings, ukurasa 537 paragrafu ya 2. Nabii anasema, Biblia na Biblia pekee inatoa maoni sahihi ya mambo haya. Hapa yanafunuliwa matukio makuu ya mwisho katika historia ya ulimwengu wetu, matukio ambayo tayari yameweka vivuli vyao hapo awali. Sauti ya ukaribu wao inasababisha dunia kutetemeka na mioyo ya wanadamu kushindwa kwa hofu. Kwa hiyo Biblia na Biblia pekee na roho ya unabii inapotusaidia kuielewa Biblia, humo yanafunuliwa matukio ya siku za mwisho. Na ndio kusudi hasa la vipindi vyetu hivi vya masomo haya ya wito wa Bwana. Tunatamani kuwasilisha mbele yako mtazamaji na msikilizaji yale yote ambayo Mungu ameyafunua katika maandiko, katika roho ya unabii kuhusu matukio ya siku za mwisho. Nabii anatujuza yafuatayo katika kitabu cha Gospel Workers, ukurasa wa 148 paragrafu ya 2, toleo la 1915. Nukuu hii utaipata katika kitabu cha Evangelism, ukurasa wa 196 paragrafu ya 3. Nabii Ellen G. White anasema yafuatayo: sura ya 24 ya Mathayo iliwasilishwa kwangu tena na tena kama jambo ambalo linapaswa kuletwa katika tahadhari ya wote. Leo tunaishi katika wakati ambapo utabiri wa sura hii unatimia. Acha wachungaji na walimu waeleze unabii huu kwa wale wanaowafundisha. Waache nje mijadala yao mambo yenye athari ndogo, na wawasilishe ukweli utakaoamua hatima ya nafsi.
mimi nikiwa kama mchungaji, nikiwa kama mwalimu, yani mfundishaji wa neno la Mungu, baada ya kusoma nukuu hii, ninasukumwa kwa mguso wa Roho Mtakatifu kukuletea kile ambacho kitabu cha Mathayo sura ya 24 kimeandika kuhusu matukio ya siku za mwisho. Kama nabii anavyosema, sura hii ya 24 ya kitabu cha Mathayo inapaswa kuletwa katika tahadhari ya wote. Hebu sisi wachungaji na walimu tuwache kando mijadala yenye athari ndogo, tuwasilishe ukweli katika Mathayo sura ya 24 utakaoamua hatima ya nafsi. Na hivyo basi, ninatamani kukushirikisha kitabu hiki cha Mathayo sura ya 24. Hatutaweza katika somo hili kuangalia mafungu yote, lakini angalau kwa uchache tu. Hebu tusome kidogo katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 1 mpaka wa 3. Nini kinaandikwa hapo? Mungu anasema nini na sisi katika nyakati hizi za mwisho? Mathayo sura ya 24 mstari wa 1 mpaka wa 3, maneno ya uzima ya Mwenyezi Mungu yanasomeka hivi: Yesu akaenda zake akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kwa tunaona wanafunzi hapo wakiuliza maswali, na maswali makubwa hapa tunayoyaona ni mawili. Wanataka kujua, mmoja, Yesu awaambie hayo mambo gani aliyosema ya kwamba halitasalia jiwe juu ya jiwe yatakuwa lini? Wanafunzi walitaka kujua. Swali la pili, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu alijibu vipengele vyote vya maswali haya ya hao wanafunzi wake. Sasa sisi katika nyakati za mwisho, lile swali la kwanza, majibu ya swali la kwanza, mambo hayo yatakuwa lini, tunaweza tu kujifunza ili tupate kuelewa unabii umetimiaje, maandiko yako sahihi kwa namna gani, tunajifunza nini kutokana na hayo yaliyotimia. Lakini hoja hasa ni lile swali la pili, je, ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Hilo ni swali letu pia. Ninaamini ndugu mtazamaji na msikilizaji, na wewe unajiuliza, ungetamani kujua hivi, dalili ya kuja kwa Yesu ni ipi? Dalili ya mwisho wa dunia ni ipi? Kwa maana huyu Yesu anapokuja ndio mwisho wa dunia hii. Kwa hiyo dalili ya kuja kwake na dalili ya mwisho wa dunia ni ipi? Ndipo sasa tunatamani tuangalie miongoni mwa dalili ambazo Yesu alizisema kuhusiana na mwisho wa dunia na dalili ya kuja kwake. Lakini alieleza dalili hizo ya mwisho wa dunia na kuja kwake akianza kujibu swali lile la kwanza la mambo hayo yatakuwa lini, akaunganisha pamoja majibu hayo ya maswali mawili, na hatimaye sasa tunatamani tuchambue namna ambavyo Yesu alijibu ili tupate na sisi kuelewa katika Mathayo sura ya 24 ambayo nabii anasema inapaswa kuletwa katika tahadhari ya wote. Tunajifunza nini? Kipi kilichokusudiwa hapo? Tusome katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 15. Na hapo katika somo hili tutajikita kwenye mstari wa 15 pekee. Mathayo sura ya 24 mstari wa 15, maneno ya uzima ya Mwenyezi Mungu yanasomeka hivi: basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ninarudia, Mathayo sura ya 24 mstari wa 15, maneno ya uzima ya Mwenyezi Mungu yanasomeka hivi: basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Hebu turudi kidogo katika roho ya unabii. Kitabu cha Pambano Kuu UPH 2023 ukurasa wa 27.
kama una kitabu hicho ama toleo lolote, waweza kurejea ile sura ya kwanza inayosema uangamivu wa Yerusalemu. Katika kitabu hiki toleo la 2023 UPH kutoka Ufunuo Publishing House, ninakusomea nukuu hii inayopatikana ukurasa wa 27. Nabii anasema hivi: unabii wa Mwokozi kuhusu kumwagwa kwa hukumu juu ya Yerusalemu una utimizo mwingine ambao kwao ukiwa ule ulikuwa kivuli hafifu tu. Katika kile kilichoupata mji mteule tunaweza kuona uharibifu wa ulimwengu ambao umekataa rehema ya Mungu na kuikanyaga sheria yake. Lakini ukisoma katika ukurasa wa 18 kitabu hicho cha Pambano Kuu UPH 2023, nabii anasema hivi: unabii aliyoutoa ulikuwa na maana mbili. Wakati ukieleza kuharibiwa kwa Yerusalemu, uliwakilisha vitisho vya siku ya mwisho. Kwa hiyo Yesu alipofafanua habari ya kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu, akijibu lile swali la kwanza, mambo hayo yatakuwa lini? Wakati huo huo Yesu alifungamanisha na majibu ya lile swali la pili, nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Tunahitaji sasa kujifunza zaidi ili kuchambua mambo haya. Katika kitabu cha Luka sura ya 21 mstari wa 20 mpaka 21 tunaona Biblia inajifafanua yenyewe. Ukumbuke usomaji wetu wa Biblia ni huko kidogo na huko kidogo. Kwa Mathayo sura ya 24 mstari wa 15 imeeleza habari ya chukizo la uharibifu litakaposimama. Lakini Luka sura ya 21 mstari wa 20 mpaka 21 inapiga hatua zaidi katika kutufafanulia, na ndipo sasa nikualike tusome Luka 21 mstari wa 20 mpaka 21. Maneno ya uzima ya Mwenyezi Mungu yanasomeka hivi: lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie. Luka 21 mstari wa 20 mpaka 21 imeandikwa: lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie. Kumbuka Mathayo sura ya 24 mstari wa 15 inazungumzia hicho kama kitabu cha Luka kinavyoeleza, lakini katika lugha tofauti. Mathayo 24:15 inasema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Rejea Luka sasa. Luka 21:20-21 inasema, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie. Luka 21 mstari wa 20 na 21 na Mathayo sura ya 24 mstari wa 15 vinaeleza kitu kimoja kinachoelezwa, lakini katika ufafanuzi tofauti. Luka inaongeza ufafanuzi zaidi, na tunachokiona hapa Mathayo 24 mstari wa 15 unataja habari ya chukizo la uharibifu. Hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Daniel limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Luka inatusaidia kuelewa hilo chukizo la uharibifu ni nini. Luka hakutumia maneno yale, ila ametumia maneno mengine kufafanua chukizo la uharibifu. Anasema, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi. Kwa hiyo majeshi yatakapozingira mji wa Yerusalemu, hilo ndilo chukizo la uharibifu.
Mathayo anasema mtakapoliona chukizo la uharibifu. Luka anasema mtakapoona majeshi yameuzingira mji wa Yerusalemu, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Sio kwamba uharibifu ndio unatokea. Ilikuwa ni dalili ya kwamba uharibifu wa mji wa Yerusalemu umekaribia. Na hivyo ikawa ni ishara hii kwa Wakristo wa Uyahudi, kwa watoto wa Mungu waliosikia na kufuata neno la Mungu, wakiiona hiyo ishara, wajue hakika ya kwamba uharibifu wa Yerusalemu umekaribia. Sikia nabii anachokisema kuhusiana na uharibifu wa Yerusalemu. Kumbuka tulisoma UPH Pambano Kuu 2023 ukurasa wa 28. Hebu watu wawe waangalifu wasije wakapuuza somo lililotolewa kwao katika maneno ya Kristo, kama alivyowaonya wanafunzi wake kuhusu uharibifu kwa kuwapa ishara ya maangamizi yaliyokuwa yanakaribia, ili waweze kukimbia na kuponya nafsi zao. Kadhalika ameuonya ulimwengu kuhusu uharibifu wa mwisho, na amewapa ishara ya ukaribu wake, ukaribu wa kurudi kwa Yesu, ukaribu wa mwisho wa dunia, ili wale watakaopenda kuokoa nafsi zao waweze kuikimbia hasira inayokuja. Hawa wanafunzi walipewa ishara. Ishara ni kwamba watakapoona majeshi yameuzingira mji wa Yerusalemu, wajue kabisa ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Na kitendo cha majeshi kuzingira mji wa Yerusalemu ilikuwa ndilo chukizo la uharibifu. Tunajuaje? Katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 18 UPH 2023, nabii anasema wakati bendera za ibada ya sanamu za Warumi zitakaposimikwa katika uwanja mtakatifu ambao ulipanuka na kwenda kilomita kadhaa nje ya kuta za mji, ndipo wafuasi wa Kristo iliwapasa kukimbia kwa ajili ya usalama wao. Hapa nabii anaendelea kufanua zaidi. Kumbe majeshi ya Kirumi yalipouzingira mji wa Yerusalemu, waliposimika bendera za kipagani, bendera za Kirumi, hilo ndilo lilikuwa chukizo la uharibifu. Hapo haikuwa kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu, ila ilikuwa ishara ya kwamba uangamivu wa mji umekaribia. Na wakati Yesu anaeleza hayo, alimaanisha pia uangamivu wa siku za mwisho, ili tujue kabisa ukaribu wake wa kurudi na mwisho wa dunia umekaribia kwa kiwango gani. Kwa hiyo chukizo la uharibifu tunaloliona hapa lililetwa na Warumi. Kwa hiyo hapa wakati wa mwisho litakuwepo chukizo la uharibifu vile vile. Chukizo hili la uharibifu ni lazima litaletwa na Warumi. Litaletwa na Warumi. Katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 464 na 465, nabii anasema yafuatayo, ninanukuu: wakati hauko mbali sana ambapo kama wale wanafunzi wa kwanza tutalazimika kutafuta kimbilio katika mahali pa ukiwa na upweke, kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu kwa wanajeshi wa Kirumi ilivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi, vivyo hivyo kujitwalia mamlaka kwa taifa letu Marekani katika amri inayolazimisha sabato ya kipapa itakuwa ni onyo kwetu. Huo ndio utakaokuwa wakati wa kuihama miji mikubwa, ikiwa ni maandalizi ya kuihama miji midogo kwa ajili ya kwenda kwenye makazi ya maficho katika maeneo yaliyojitenga miongoni mwa milima. Nabii amesema kama ilivyokuwa kwa Wayahudi wale walipopewa ishara majeshi ya Kirumi kuuzingira mji wa Yerusalemu wa ukimbie, vivyo hivyo nyakati za mwisho tumepewa ishara. Ishara tuliyopewa sasa ni pale taifa la Marekani litakapo itangaza sheria ya Jumapili. Na kitendo cha kutangaza sheria ya Jumapili itakuwa ni kuinua mamlaka ya upapa, mamlaka ya Rumi. Kwa hiyo hili litakuwa ni chukizo la uharibifu la wakati wa mwisho, kwa sababu chukizo la uharibifu la wakati ule, karne ya kwanza, lililetwa na majeshi ya Kirumi. Kitendo cha majeshi ya Kirumi kuuzingira mji wa Yerusalemu na kusimika bendera zake ilikuwa ni chukizo la uharibifu. Nyakati za mwisho
chukizo la uharibifu litakuwa ni kusimamishwa kwa sabato bandia. Kwa nini? Kwa sababu sabato hii bandia, ibada ya Jumapili, ni kinyume na sabato ya kweli, ibada ya Mwenyezi Mungu, sabato ya siku ya saba ya juma. Angalia Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa siku ya sabato ni siku ya pekee, siku ya saba ya juma. Mungu aliitenga, Mungu aliibariki, Mungu aliitakasa, na sio siku ya Jumapili. Kwa Marekani itakapotaka ulimwengu mzima uisujudie sanamu hii ya mnyama, pale ambapo sheria ya Jumapili itakapopitishwa, hilo litakuwa ni chukizo la uharibifu. Sasa kwa Wakristo wa Uyahudi, wao ilikuwa ishara ya kwamba uangamivu wa mji umekaribia. Sisi kwetu nyakati za mwisho, Marekani itakapotangaza sheria ya Jumapili itakuwa ni ishara ya kwamba uangamivu wa ulimwengu umekaribia, na kwamba ule mwisho upo karibu. Yaani mwisho wa dunia upo karibu na kurudi kwa Yesu kupo karibu. Sasa swali ni hili, Marekani imekaribia kwa kiwango gani kutangaza sheria ya Jumapili? Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 14 na 15 tunaona hatua mbili za Marekani kutangaza sheria ya Jumapili. Hatua ya kwanza ni uundwaji wa sanamu ya mnyama, na hapa tunasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 14, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Sanamu ya mnyama ni kitu gani? Pambano Kuu UPH 2023 ukurasa wa 366, nabii anasema, lakini sanamu ya mnyama ni nini? Na sanamu itafanyikaje? Sanamu inafanywa na mnyama mwenye pembe mbili, hilo ni taifa la Marekani, na ni sanamu kwa ajili ya mnyama, inaitwa pia sanamu ya mnyama. Katika Pambano Kuu UPH 2023 ukurasa wa 367, nabii anaendelea kusema hivi, ili Marekani ifanye sanamu ya mnyama, inapasa mamlaka ya kidini itawale serikali ya kiraia, kwa namna ambayo mamlaka ya kiserikali itatumiwa pia na kanisa kutimiza matakwa ya kanisa. Wakati wowote kanisa lilipopata mamlaka ya kiserikali, lilitumia mamlaka hiyo kuwaadhibu wanaotofautiana na mafundisho yake. Makanisa ya Kiprotestanti yaliyofuata nyayo za Rumi kwa kuungana na mamlaka za kidunia yamedhihirisha shauku ile ile ya kudhibiti uhuru wa dhamiri. Sasa dalili ya kwamba Marekani imekaribia kutangaza sheria ya Jumapili tutakapoona dalili ya kuunda sanamu ya mnyama, kanisa ama makanisa ya Kiprotestanti kule Marekani yatakapotaka kutumia nguvu ya dola kushinikiza mafundisho yake. Lakini hatua ya pili itakuwa ni kupulizia pumzi ile sanamu ya mnyama, ambayo hiyo inapatikana Ufunuo sura ya 13 mstari wa 15, na uhalisia ni kwamba kupulizia pumzi hiyo sanamu ya mnyama ni pale taifa la Marekani litakapokamilisha ule mchakato wa kubadili katiba na kuitenga rasmi siku ya Jumapili kama siku ya ibada kwa wote, na kushurutisha watu kuabudu kinyume na dhamiri zao kutakapoanza. Hapo ndipo sasa hiyo itakuwa ndio ishara ya kwamba Wakristo walio katika miji mikubwa waanze kuondoka na kwenda kwenye miji midogo kwa maandalizi ya kuyama miji midogo na kwenda mafichoni, sehemu za vijijini na mashambani, kwa sababu ule mwisho utakuwa upo karibu, na hiyo ni ishara ya kwamba uangamivu wa ulimwengu utakuwa umekaribia, kama ilivyotokea kwa wakati ule. Mji wa Yerusalemu, ishara ya kuangamizwa kwake ilitokea miaka kama 3 kuelekea 4 kabla ya kuangamizwa kwa mji wenyewe. Vivyo hivyo nyakati za mwisho, ishara hiyo itakapoonekana Marekani wametangaza sheria ya Jumapili, ijulikane ya kwamba haitapita miaka mingi, haitazidi miaka 4, uangamivu wa ulimwengu huu utatokea vile vile.
Sasa Marekani wamekaribia kwa namna gani? Dalili ya kuunda sanamu ya mnyama imeanza kuonekana. Kule Marekani kuna kitu kinachoitwa the blue laws, sheria za blue. Hizi sheria za blue ni sheria ndogo ndogo za kuinua ibada ya Jumapili. Kule Marekani majimbo kadhaa yameanza mchakato wa kutaka sheria, amri 10 za Mungu zibandikwe katika madarasa, kila darasa katika shule za umma. Hiyo ni dalili ya kwamba kanisa linataka kutumia dola kushinikiza mafundisho yake, na hiyo ni dalili ya kwamba sanamu ya mnyama imeanza kuundwa. Na jimbo la kwanza ni jimbo la Louisiana, na wameshapitisha hiyo sheria katika jimbo hilo. Madarasa yote katika shule za umma, amri 10 zibandikwe katika hayo madarasa, na sheria hiyo itaanza utekelezaji Januari 2025. Na hivyo tunaweza kuona kwamba Marekani imekaribia sana kutangaza sheria ya Jumapili. Na kusema ukweli, rais aliyepita sasa Donald Trump amekusudia kupitia ile project ya 2025 ya kwamba ifikapo 2025 atakapoapishwa tarehe 20 Januari, ndani ya siku 180 wao wamebadili katiba ya Marekani. Na project 2025 inazungumza habari ya sheria ya Jumapili ndani yake. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba Marekani imekaribia. Ni kweli hatujui ya kwamba kweli itatangazwa sheria ya Jumapili 2025, pengine Mungu anaweza asiruhusu hilo litokee. Maana Mungu ndiye anayeshikilia ratiba za wanadamu wote, za mataifa yote na mipango yote. Lakini kwa kuangalia dalili za nyakati, kama nabii anavyotuambia, tunapaswa kuwaeleza watu wapi tumefika katika historia ya unabii. Tunaona kabisa kwamba Marekani wamekaribia. Kwa hiyo tunapoona Marekani wamekaribia, huo ujumbe hautuokoi, ila huo ujumbe unakwenda sambamba na wajibu. Kuna kitu tunachotakiwa kukifahamu, na ndio maana Mungu aliwaambia Wayahudi wale, Wakristo wa Uyahudi, watakapoiona hiyo ishara waukimbie mji. Na sisi tumepewa hiyo ishara. Marekani kitangaza sheria ya Jumapili, tuhame katika miji mikubwa na twende katika miji midogo kwa maandalizi ya kuyama miji midogo. Lakini sikiliza hii, Marekani itakapotangaza sheria ya Jumapili haitakuwa ishara ya kwamba sasa ndio tuamke wa Adventista wa Sabato. Tutakuwa tumechelewa, kwa sababu lazima ile hukumu kwa walio hai itakapoanza kwa Waadventista wa Sabato imalizike kabla ya sheria ya Jumapili kutangaza Marekani. Kwa hiyo hoja ya msingi ni hii: tunapoona Marekani imekaribia kutangaza sheria ya Jumapili, ni ishara nyingine kwa Waadventista wa Sabato ya kwamba hukumu kwa walio hai imekaribia kuanza ama imekwisha kuanza. Na hukumu hiyo itakapomalizika, mlango wa rehema kwa Wasabato utakuwa umefungwa. Nini tunachotakiwa kukifanya sasa? Tunatakiwa kumtafuta Mungu kwa bidii. Tunatakiwa tumgeukie Mungu, kila dhambi itubiwe. Kama kuna kipindi cha kuomba kuliko wakati wowote, ni sasa. Kama kuna kipindi cha kusoma neno la Mungu kuliko wakati wowote, ni sasa. Kama kuna kipindi cha kusoma roho ya unabii kuliko wakati wowote, ni sasa. Kama kuna kipindi cha kutafuta upatanifu na Mungu na sio upatanifu na ulimwengu, ni sasa. Embu tuamke watu wa Mungu. Embu tumtafute Mungu. Muda umeisha. Dalili za nyakati zinatuonesha ya kwamba tumefikia mwisho. Mungu na atusaidie. Ninakutia shime. Chunguza haya mambo. Fuatilia mwenyewe. Na Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia masomo haya ya wito wa Bwana. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amina. Na tunapohitimisha somo letu, ni kualike tuombe, mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu. Baba mwema, tunakushukuru. Tunapoendelea kujifunza, tunakubali kuwa chini ya ukufunzi wa Roho Mtakatifu. Tusaidie kuyaelewa haya na tufanye sehemu yetu kama neno lako na roho ya unabii inavyotutaka tufanye. Na hayo ndio maandalizi yenyewe. Kuna maandalizi ya kiroho, lakini kuna maandalizi ambayo yanatakiwa tuyafahamu nini kikitokea tunapaswa kufanya nini. Neema yako yatosha. Mbariki mtazamaji na msikilizaji kwa jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki. Asante kwa kufuatilia masomo haya.